na wafanyabiashara. Tumefanya zoezi kubwa la kuwaondosha wafanyabiashara wanaofanya biashara pembezoni mwa barabara, na hili zoezi ni endelevu. Naomba pia niambie ndugu wananchi, pembezoni mwa walkway, unajua sisi wengi ni Waislamu au tunaamini kwamba njia ina haki yake. Kwa hiyo ikiwa hii ni njia imewekwa, barabara ni njia kwa ajili ya vyombo vya moto, walkway ni njia kwa ajili ya tembea miguu. Kwa hiyo mtu anapoamua kufanya biashara katika walkway, akachukua chombo chake cha moto akapaki kwenye walkway, pale inakuwa umeenda kinyume na matumizi alafu unapatisha shida, kwa sababu zile zitengenezwa kwa ajili ya kupunguza ajali na kuwapa wananchi sehemu salama kutembea. Kwa hiyo hatua kali tunaendelea kuzichukua. Sasa hivi tunaendelea na operation katika njia ya poti, tukitoka hapo tutaingia Kiembe Samaki. Itakuwa ni jambo endelevu mpaka tutaelewa. Hiyo changamoto inakuja ni kwamba kumejengeka mazoea kwamba mtu wa barabara ndio parking ya gari yake. Kuna watu wanalaza magari barabarani, kuna mtu kajiamua tu anaweka ambayo sio matumizi. Wewe kujua mtu anakuja vipi? Sababu nyingi zinasababisha hizi gari watu wanavyotumia matumizi hivyo. Kwa hiyo operation zitaendelea, tunashirikiana na mamlaka ya usafiri wa barabarani pamoja na Wizara ya Mawasiliano kuhakikisha kwamba tumetengeneza ili discipline tuweze kuienzi hii miundombinu mikubwa ya barabara na usalama wa wananchi ambao wapo katika wilaya yetu. Na kupitia jitihada za uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, Baraza la Manispaa kuna kitu kinaitwa FFO2. Ni miradi ile ambayo tunatoa 10% ya makusanyo yetu kupeleka mamlaka ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Mwaka huu tumepeleka milioni 40 tu. Na hii kwa sababu tayari tumepeleka milioni 471 katika mamlaka hii. Hata wale wanabakaa kama milioni 200 ambayo bado haijatolewa mikopo. Kwa hiyo kipriority tu sisi kutokana na janga kubwa la uchafu, majaa, vifaa afya. Kwa hiyo kidogo mwaka huu tumejikita katika kuhakikisha tunaimarisha usafi, na mwakani basi tutaendelea kutoa mikopo. Na pia naomba nitoe wito kwa vikundi vyote vilivyopokea mikopo. Imani hizi fedha mikopo tunaomba urejeshwe. Hakuna riba katika mikopo hii, lakini kinachotegemea mfano kama hizi milioni 470 takriban utaweka milioni 500 ambazo zimetolewa kwa ajili ya mikopo ya magharibi hii. Yaani inatakiwa iwe ni revolving fund. Ulipe wewe, zitoke zile pesa kwa wengine wajiendeshe. Lakini sasa wananchi wengi wanachukulia hizi fedha kutokana zimetokana na serikali, au wanaweza kama ni ruzuku wasirejeshe. Kwa hiyo hatua tunaendelea kuichukua, na hii tunashirikiana na mamlaka ya uwezeshaji wa wananchi, wakala wa uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, kuhakikisha wale waliochukua mikopo wanarejesha, na wale ambao vijana wapo, kwa sababu zaidi nijenga vijana, watu wenye ulemavu, wanawake, miradi midogo ambao wanapewa mikopo. Kwa hiyo tunawashauri au tunazidi kuwaasa na kuwakumbusha ili mikopo irejeshwe, ili tuzidi kunufaisha watu wengi katika wilaya yetu. Kwa hiyo tulivyo maendeleo yanapotukuta, tunakuwa bado tunataka ile watu kufanya vile tulivyozoea. Unajua hii ni mabadiliko ya nadharia. Watu washazoea mimi na nguvu yangu na vitu vyangu nitajenga tu. Yaani wewe yaani hata changamoto nyingi ya utendaji wetu manispaa unatukuta hapo. Kwamba sisi inabidi tuwe mtambo wa kurekebisha tabia. Kwamba kusaidia kwamba utaratibu barabara ziwe hivi. Tunasaidia, na ndio maana tunakuwa tunasaidiana na vyombo tofauti. Kuhusu swala la ujenzi, nadhani itabidi hamisi nichukue, tutatoa tena kama tangazo, kwa sababu hiyo hairuhusiwi. Na ndio maana unaona sana kuna shajishwa watu waweke mabati. Unaweka mabati kwa sababu ile ni uzio wa kuhakikisha vile vifaa vyako vya ujenzi vyote vyenye ndani ile sehemu yako isisumbue. Yaani sehemu ya wewe kujenga isisumbue watu wote kupita. Na sheha ni mtu wa kwanza, na kwa sababu sheha ana kamati zake. Kama sisi Baraza la Manispaa mtachukua taarifa zake kwa undani, lakini hii kama taarifa ya umma, mtu yote ambaye anajenga akaweka vifaa vyake pale, tunaomba atoe taarifa kwa sheha. Akiweza kufika kwa Baraza la Manispaa, nambari yetu itabidi hamisi pia utoe ile pale ya kutoa huduma, ili tutashirikiana. Si unajua raha yetu Baraza la Manispaa tuko karibu sana na ofisi ya mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya pia ana kitu kinaitwa kamati ya ulinzi na usalama, ambapo hivi vikosi vyote viko kwa zone kwa ajili ya kusaidia kuhakikisha usafi, ulinzi na usalama wa yale maeneo. Kwa hiyo haya mambo tunachukulia hatua, na kwa sababu mtu anajenga anakuwa anapewa sisi kibali, tunampa kibali, tunampa masharti. Kwa hiyo linakuwa ni jukumu letu kuhakikisha anafuata na
havunji ile utaratibu wa njia. Kwa hiyo tumelipokea na tunafanyia kazi kwa sasa hivi, lakini pia tunataka wafanyabiashara ambao wanaweka maduka yao barabarani walizingatie hilo, kwamba ukiwa na duka lako mfikirie mteja wako ataenda kuweka wapi gari yake, lakini sio kwenye barabara. Ila sisi hiyo moja tunajenga, na tukipata shida ni maeneo, tukipata na maeneo ni miradi ambayo ipo katika uwezo wetu kuifanya.